Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wananchi na wanajeshi wa Iran hawatikisiki kwa vitisho vyovyote, anasema waziri wa mambo ya kigeni nchini Iran Abbas Araghchi. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa mamilioni ya Wairan wamekusanyika kwa umoja kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei na urithi wake adhimu. Akisisitiza msimamo huo, amesema kuwa wananchi wa Iran na majeshi ya ulinzi hayatayumbishwa na vitisho vyovyote kutoka Marekani, Israel na kwingineko ulimwenguni, bali wapo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote. Baada ya kuhudhuria shughuli za mazishi ya kiongozi huyo shahidi mjini Qom siku ya jana Jumanne, Araghchi aliandika katika ukurasa wake wa mtandao wa X kwamba mamilioni ya Wairan wazalendo wamekusanyika kwa umoja wao kutoa heshima kwa Ayatollah Al-Khamenei na urithi wake wa kudumu. Wao wananchi na majeshi yetu jasiri hayayumbishwi na vitisho vyovyote, aliandika waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi. Mnamo Jumanne asubuhi, mamilioni ya waombolezaji walikusanyika katika msikiti mtakatifu wa Jamkaran mjini Qom kwa ajili ya kuswali sala ya maiti ya aliyekuwa kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei na wanafamilia yake. Shughuli za mazishi hayo ilianza Ijumaa ya wiki iliyopita, ambapo mwili wa Ayatollah Al-Khamenei uliwekwa katika eneo la Musalla, maeneo ya Imam Khomeini mjini Tehran, huku viongozi wa kigeni na watu mashuhuri wa kidini wakitoa heshima zao za mwisho. Shughuli hiyo iliendelea Jumamosi na Jumapili kwa kuaga hadharani na kuswaliwa. Jumatatu umati mkubwa ulijaa barabarani Tehran wakati msafara wa mazishi ukipita katikati ya mji mkuu wa Iran. Araghchi alishiriki picha kutoka kwenye shughuli hizo za mazishi pamoja na ujumbe wake. Waziri huyo wa mambo ya nje alirejelea masuala ya kidiplomasia yanayoendelea, akieleza ibara ya 13 ya mkataba wa maelewano yao na Marekani MOU kwamba iko wazi mazungumzo ya mkataba wa mwisho hayatapata kuanza ikiwa vitisho vitaendelea. Heshimuni saini zenu, alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni. Kauli hii ilitolewa siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia tena kuishambulia Iran kwa mashambulizi ya kijeshi ikiwa mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yatashindwa kufikia makubaliano ya mwisho. Mkataba wa maelewano wa Islamabad uliotiwa saini mnamo Juni 18 mwaka huu 2026 ulihitimisha vita vya uchokozi vya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Iran vilivyokuwa vimeanza mnamo Februari 28. Mkataba huo wenye hoja 14 uliwezeshwa na Pakistan uliwajibisha pande zote mbili kusitisha mara moja na kwa kudumu vitendo vya kijeshi katika pande zote mbili ikiwemo Lebanon, na kutoa mwongozo wa kuondoa mzingiro wa majini wa Marekani, kuachiliwa kwa mali za Iran zilizokuwa zimeshikiliwa na kufunguliwa tena kwa lango la bahari la Hormuz. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.